Kwa majina naitwa Fides Peter Uiso. Kwa pamoja tunatokea Tanzania Epilepsy Organization. Ni shirika linalotoa elimu juu ya kifafa na kuondoa unyanyapaa katika jamii na kusaidia familia namna ya kuishi na watu wenye kifafa. Huu mwezi wa 11 ni mwezi wa kutoa uelewa juu ya ugonjwa wa kifafa, ambapo sisi kama Tanzania Epilepsy huwa tunajikita kila mwezi wa 11 kuhakikisha jamii inapata uelewa. Lakini sio tu jamii, lakini hata watu ambao wanaishi na kifafa wanaweza wakaelewa hali zao na wajue nini cha kufanya na nini wasifanye wakati mtu amepata kifafa au amedondoka degedege. Kwa hiyo mwezi huu wa 11 tumeandaa warsha ya siku 4 ambayo itafanyikia Sleepway. Warsha hii pia imeenda kuanza tarehe 25 hadi tarehe 28, lakini kama tunavyojua kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 10 mwezi wa 12 ni zile siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Na kundi ambalo sisi tunadeal nalo, watu wenye kifafa wanapitia ukatili sana kwa sababu ya unyanyapaa uliopo kwenye jamii. Na unyanyapaa huu ni kwa sababu watu hawana elimu. Wengi wanaamini kifafa kinaambukiza, wengi wanafikiria ni mapepo, wengi wanafikiria ni laana. Kwa hiyo sisi kama Tanzania Epilepsy tumeenda kuandaa warsha hii kwa ajili ya kuwajengea uwezo wazazi wanaolea watoto wenye kifafa na ulemavu wa ufahamu, lakini pia na vijana wanaoishi na kifafa. Tumewajengea uwezo kwenye maeneo ya kuelewa kifafa, namna ya kumsaidia mtu ambaye amepitia ukatili wa kijinsia, kwa kitaalamu inaitwa GBV, Gender Based Violence. Nini cha kufanya kama umepitia ukatili wa kijinsia, ufanye nini? Uripoti wapi? Ufate taratibu. Sio tu unashare mitandaoni au nini. Ufate taratibu vizuri. Lakini pia hao tutakao wajengea uwezo, hao wataenda kuwa wakufunzi wa watu wengine kwenye jamii. Wataweza kusaidia jamii kwenye masuala ya kifafa, kuwapa elimu kifafa ni nini, huduma ya kwanza, mfano mtu akidondoka, vipi vichochezi kwa mtu mwenye kifafa ambavyo vinaweza vikamsababishia akadondoka. Kwa hiyo ni warsha nzuri ambayo tunatamani kila mtu ahudhurie, lakini ni kwa ajili ya wazazi na wale wenye kifafa ambao ni baadhi tu, lakini tunaamini huko mbeleni tutakuja kufikia jamii kubwa sana. Kwa majina naitwa Suzana Mkoi. Kwa upande wangu mimi nikiwa kama mzazi mwenye mtoto mwenye changamoto ya kifafa, lakini pia nikiwa kama mwalimu, kuna aina nyingi ambazo za unyanyapaa kwa watu wenye changamoto hii ya kifafa. Moja kati ya changamoto mashuleni, shule zetu tunazijua za kawaida na hata hizi shule ambazo ni za private. Mwanafunzi akiwa na kifafa, changamoto inatokea kwamba pale anapopigwa degedege, walimu pamoja na wanafunzi wengi hawana utaalamu au hawana experience, hawana tuseme elimu kuhusiana na swala zima la kifafa. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtoto anapigwa degedege, mtu anaweza watu wakakimbia, wanafunzi wakatoka darasani wote, mwalimu akaogopa. Kwa hiyo hii ni changamoto, na ndio tunazungumzia unyanyapaa wa kijinsia, kwamba watu wanatakiwa wapate elimu kwa ajili ya kujua hii changamoto, jinsi gani uweze kumsaidia mtu mwenye kifafa. Na elimu hii kama tulivyosema itatolewa kwenye hii warsha, na itatolewa ili kuwajengea uwezo kwanza wazazi, kwa sababu kuna wazazi ambao mtoto anapokuwa ameanza kuumwa tatizo hili, wengi wanakuwa hawana ufahamu zaidi namna gani anatakiwa kumsaidia yule mtoto. Kwa hiyo warsha hii itawajengea uwezo wazazi, lakini pia itawajengea uwezo wale watoto au vijana wale ambao wana changamoto hii ya kifafa, ili kujua kwamba haki zao vipi, na endapo watapata degedege wakiwa mashuleni au wakiwa njiani au sehemu yoyote, wajue jinsi gani waweze kujisaidia kwanza wao wenyewe na jinsi gani waweze kutoa taarifa kuweza kupata msaada. Lakini kubwa zaidi kuliko ni kwamba warsha hii itawasaidia sana wazazi kuweza kuhandle hayo. Ila ni taarifa jumbe ambao pia utakuwa unaenda kwa jamii kuelewa kwamba watu wenye kifafa wana haki zote za kuishi kama watu wengine. Wana haki ya kusoma, wana haki ya kujaliwa, wana haki wa kupata zile mahitaji yote ya mtu kawaida. Kwa majina ninaitwa Ukundi Simbo Nkya.
Mimi nina kifafa na pia mimi ni mama mwenye mtoto mwenye ulemavu wa mgongo wazi na kichwa kikubwa. Ili tatizo la kifafa hili lilinianza nikiwa mdogo. Around nikiwa darasa la pili hivi. Nilipitia changamoto kubwa hasa wakati nikiwa shuleni. Changamoto niliyopitia ya unyanyasaji ni kwamba pale ninapodondoka watu wananiogopa. Pale ninapodondoka, ninapotoa mapovu, unakuta wenzangu na hata walimu pia wanakimbia. Unakuta ni walimu wachache hasa wale ambao ni wenye uelewa, wenye hiyo elimu ndio wanakuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo huo ni unyanyasaji ambao nimekutana nao kwamba kwa wanafunzi wenzangu na hata pale nitakapozinduka pia still bado wanaendelea kuniogopa mpaka pale nitakapokaa nao kwa muda waone kwamba nimejirudi vizuri. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza niliyokutana nayo kipindi ninasoma. Alafu changamoto nyingine kipindi ninasoma ni kwamba kwenye hizi shule zetu hakunaga room special za mtu ambaye amepatwa na degedege. Kwa hiyo unakuta mfano labda mwanafunzi kapatwa na degedege pale assembly. Kwa anacho pale chini either ni wanafunzi wengine watambao waondoke, atabaki pale either na mwalimu au na mtoto. Kwa hiyo unakuta hamna kile chumba cha privacy ili mtoto awekwe pale mpaka pale atakapopata fahamu. Na changamoto nyingine ambayo nimekutana nayo pia ni kwamba baada ya mimi kuolewa ni kwamba nilipopata mume baada ya kuolewa nikazaa mtoto mwenye ulemavu wa mgongo wazi na kichwa kikubwa. Mtoto huyo niliyemzaa ni kwamba amepata hiyo changamoto kutokana na zile dawa ambazo nilikuwa nakunywa, zile sodium valproate. Kwa hiyo kifafa kimesababishia pia na mimi kupata mtoto mwenye ulemavu wa mgongo wazi na kichwa kikubwa. Na kupitia mtoto huyo pia nimepitia pia changamoto nyingi ikiwemo kwanza kabisa kuachwa. Kwa hiyo nimekuwa nikimlea huyu mtoto peke yangu bila msaada bila msaada wa kuwa na mume. Ninaishi mimi na huyu mtoto peke yangu pamoja tu na msaidizi wangu. Kingine ni kwamba kupitia huyu mtoto inaniwia hata vigumu sana mimi kufanya kazi, kuajiriwa. Kwa sababu ninatumia muda mwingi kumpeleka mtoto hospitali na huyu mtoto pia amepitia operation nyingi. Mpaka hapa alipo na miaka 7 ameshafanywa operation 14. Kwa hiyo operation zote ni mimi nalala naye hospitali mpaka pale ana recover vizuri. Kwa hiyo sasa hiki kifafa ambacho ninacho kimeniletea hizo effect kwenye maisha yangu pia ya kawaida, maisha yangu ya mahusiano na kupitia huyu mtoto ambaye niko naye. Na hata kwenye jamii pia kitu kingine ambacho nimekipitia ni kwamba mtu anapoona na kifafa, kuna watu wanasema kwamba wewe kuna kosa umefanya ndio maana una kifafa, au wewe una laana ndio maana una kifafa. Wengine wananiambia kwamba huna imani ndio maana huponi. Mbona kuna watu wengine wanapona ugonjwa fulani, kwa nini wewe huponi? Unaelewa? Na yote haya ni kwamba kutokana na ukosefu wa elimu juu ya hiki kifafa. Kwa sababu kifafa ni ugonjwa ambao unatibika japokuwa sio kwa haraka hivyo, kwamba unaenda taratibu unapona. Lakini kutokana na kwamba watu hawana hiyo elimu, so watu wanaanza kujudge kwa namna hiyo. Na ndio maana tumeandaa hii warsha ya tarehe 25 ili kuwapa elimu wazazi pamoja na watu wenye kifafa. Na na jinsi ya kuishi na watu wenye kifafa na kuwapa huduma ya kwanza na kuambia kwamba kifafa sio laana, kifafa sio uchawi, na pale endapo mtu atapata basi huo ugonjwa wa kifafa, basi cha kwanza kabisa anachotakiwa kukifanya ni kwenda hospitali kupata matibabu na kufuata ushauri wa daktari.